nataka unisalamie kwa anga, sema amen. Asante sana, na Baba wa mbinguni akae pamoja nanyi tunapoenda kwa ajili ya funzo ya asubuhi ya leo. Niko na imani Baba wa Isaka amekuongoza kwa kila jambo, sema amen. So mtoto wa Mungu, nataka nichukue nafasi njema nipate nikukaribishe kwa ajili ya mafunzo yetu ya asubuhi ya leo. Niko na imani Mungu wa mbinguni amekuongoza mpaka umefika kanisa ukiwa salama. Na wale wote wenye wanatazama wakiwa nyumbani, nataka niseme karibu sana, sababu tunaenda kujifunza neno la asubuhi ya leo. Niko na imani Baba wa Isaka amekuongoza ukiwa nyumbani na amekutia nguvu, sababu Mwenyezi Mungu anatupenda sisi kama watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. So watoto wa Mungu, sitachukua nafasi kubwa, lakini nataka tutasoma tu maandiko asubuhi ya leo, sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Leo ni siku kubwa, kila mmoja wetu anaielewa. Yaani wanasanyika kwa imani moja, wafanye kazi moja, sema amen. So wakati tunapoenda kusanyika kwa imani moja siku ya leo, inamaanisha tutasanyika kwa imani moja, tufanye neno moja. Bwana Yesu asifiwe. Na ni siku muhimu, sababu tunashukuru Mungu na 10% wakati kila mwezi, sababu Mungu alitenga siku kama ya leo. Akasema, watoto wangu, kumbukeni siku ya wiki ya kwanza ya kila mwezi mnasanyika mkiwa pamoja na munishukuru kupitia fungu la 10. Bwana Yesu asifiwe. So nataka nitangazie wale wenye wako nyumbani, wale wenye wako mbali, ni siku ya kutoa fungu la 10 kwa nyumba ya Mungu. Ukiwa mbali utatuma tu useme ni fungu la 10, sababu ni siku ya assembly na ni siku ya kusanyika kwa pamoja, ndio tupate tutoe fungu la 10 kwa nyumba ya Jehova, sema amen. Inajua nilikuwa naangalia nikatazama kwa maandiko na nikasema ni muhimu kwa Wakristo, ni muhimu kwa Wakristo wakiwa kwa imani moja, sababu Wakristo wakiwa kwa imani moja ndio wanapata nafasi ya kusonga mbele, sema amen. Nilikuwa naangalia ukiwa mumeshikana pamoja, yani mko kwa imani moja na mtembee mkiwa kwa imani moja, ndio mtaenda mbali. Lakini kila mmoja akitembea peke yake ndio wataenda karibu, hawataenda mbali. Nikaangalia nikikupatia kalamu, ile kalamu ya aim ikiwa moja, nikakwambia ufunje, unaweza funja kwa urahisi, sema amen. Lakini nikiungana makalamu 10 alafu nikupatia ufunje, hautaifunja. Inamaanisha nini? Wakristo wakitembea kwa imani moja ndio watapata nafasi ya kufanya kazi ya Mungu na watatembea mbali, sema amen. Lakini wakitembea moja ndio shetani anapata nafasi ya kuzusha imani zao chini. Bwana Yesu asifiwe. So namaanisha hivi kwa Wakristo, namaanisha hivi mkiwa kanisani ama nyinyi watoto wa Mungu, lazima mtembee mkiwa kwa imani moja, mkiwa kwa pamoja, sema amen. Ndio shetani akijaribu kukuja kufunja hiyo imani, anapata mumeungana kwa imani moja, sema amen. Na shetani hatapata nafasi ya kuivunja, sababu mko kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. So kila wakati lazima tukumbuke, lazima ukumbuke ukiwa wewe ni Mkristo, wewe ni mtoto mwenye anaamini Mungu, lazima tutembee tukiwa kwa imani moja. Na tutatembea tukiwa kwa imani moja kwa njia gani? Nitakufundisha. Nitakufundisha vile tunaweza tembea tukiwa kwa imani moja. Watu wanauliza maswali, imani yangu ni tofauti na yule mwingine. Yes, imani yako ni tofauti na yule mwingine. Watu wanasema hapana, imani yangu ni tofauti. Lakini nitakufundisha vile mnaweza tembea kwa imani moja. Nataka nikuulize swali. Watu wenye nikisema hawa watu wanatembea wakiwa pamoja, inamaanisha nini? Inamaanisha hawa watu wanafikiria pamoja, wako na imani moja na wanafanya kazi wakiwa pamoja, sema amen. Ndio ujue watu wanatembea na imani moja ni wale wenye wanaweza fanya kazi wakiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio muhimu kwa Wakristo. Hiyo ndio muhimu kwa wale wote wenye wanaamini Mungu. Ukisema nataka tufanye kazi tukiwa kwa pamoja,
Tunataka tufikirie tukiwa kwa pamoja. Hiyo ndio inasababisha kila kitu yenye iko mbele zenu itakuwa rahisi. Inasababisha maisha zenu inakuwa na amani. Sema amen. Na hiyo ndio muhimu kwa Wakristo kila wakati, na niko na imani tutatembea tukiwa na imani moja, tutafanya kazi tukiwa na imani moja, tutawasa tukiwa na imani moja, tutasoma maandiko tukiwa na imani moja, tutaomba tukiwa na imani moja, tutaimba tukiwa na imani moja, na tutaongea kwa lugha moja. Sema amen. Na hiyo ndio tutapata nafasi ya kusongesha nyumba ya Edeni ipate isonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inasababisha maisha zenu ipate isonge mbele. Sema amen. Hiyo ndio muhimu kwa Wakristo. Lazima tukue kwa imani moja na itatusababishia tusonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. So tutaangalia maandiko asubuhi ya leo. Nimesema leo ni kufanya kazi tukiwa kwa pamoja, na tutatembea kwa pamoja, na Baba wa mbinguni atatenda mema. Nataka ni divine. Siku ya assembly inamaanisha nini? Kwa wale wote wenye wako nyumbani na wale wenye wako kanisani. Sababu watu wengi wanakosa kupata kuelewa inamaanisha nini. Watu wengi wanajiuliza maswali, kwa nini siku ya assembly? Yaani assembly ni siku ya msanyiko. Nitapeana example kama wakati tulikuwa primary. Niko na imani kila mtu tulienda primary. Ilikuwa inafika siku ya Monday ama siku ya Friday, teacher anasema tuenda assembly. Wakati wanasema tunaenda assembly, wanasanyika watoto wote na teachers wanakuja kwa pamoja. Sema amen. Halafu wanakuja wanaongea, wanapeana vile sheria zitaenda kwa hiyo wiki. Wanasema hii wiki tutafanya 1 2 3 4. Hiyo ndio siku ya assembly. Inamaanisha ni siku ya msanyiko kwa Wakristo. Ukiwa mbali, ukiwa nyumbani ama ukiwa ng'ambo, ama ukiwa Nairobi ama ukiwa kanisani, lazima tuweke imani yetu, tusanyike kwa pamoja na tufanye kazi ya Mungu, tutoe fungu la 10 tukiwa kwa pamoja. Sema amen. So inamaanisha nini kwa wale wenye wako nyumbani? Ukiwa nyumbani lazima utayarishe fungu la 10 yako. Useme leo ni siku ya assembly, lazima nipeane fungu la 10. Lazima tuungane na wale wenye wako Nairobi, lazima tuungane na wale wenye wako ng'ambo, ndio tuungane sisi wote sababu tunakuja kwa assembly. Sema amen. Ndio tufanye hiyo kazi ya Mungu, tukimwambia Jehova, umetulinda mwezi mzima, tunataka sasa upate utuongoze Baba Yesu. Sema amen. Na watu wengi wanajiuliza maswali kila wakati. Watu wengi wanajiuliza maswali, anasema kwa nini tutoe fungu la 10? Fungu la 10 ni muhimu gani wako nazo ndani ya maisha yao? Nataka nikufundishe kwa dakika moja umuhimu ya fungu la 10 kwa maisha ya binadamu. Kwa maisha ya binadamu. Inajua, wacha nikwambie, kuna siku moja nilisema hivi. Ukiwa hapa duniani na Mungu umeokoka, unasema napenda Mungu. Ukiwa hapa duniani unasema napenda Mungu. Mungu wakati uliokoka na ukakuja kwa nyumba ya Mungu, Mungu akaanza kuinvest. Sema amen. Sema alianza kuinvest. Mungu alianza kuinvest. Akasema huyu ni mtoto wangu, ameanza yani ameingia kwa nyumba yangu. Mungu akaanza kuinvest. Akaanza kuinvest kwako. Sasa anakupanga pole pole. Sema amen. Wakati alianza kuinvest, akasema kitu ya kwanza lazima ni invest kwa huyo mtoto. Nyinyi wote mnajua vile mna invest kwa project zenu. Si mnajua? Sasa ile unaanza project na unataka kuinvest, si lazima uangalie unasema hii ni project kama ni ya kuweka kuku. Kama ni kuweka kuku, unasema lazima kwanza nichenge nyumba ya kuku. Alafu sasa unaanza kununua kuku. Alafu sasa unaweka chakula, unaweka maji, unaweka kila kitu, ndio kuku ipate nafasi ya kugrow. Sema amen. So Mungu akiwa mbinguni wakati uliokoka alianza kuinvest kwako. Yaani kitu ya kwanza akaangalia akasema huyo mtoto amekuja kwa nyumba yangu, nataka ni invest kwake. Akakupatia afya mzuri. Kwanza akasema wacha apata afya mzuri. Ukapata afya mzuri. Ukakuja mara ya pili. Akasema naona hana kazi, wacha nipatie kazi. Akakupatia kazi.
Sasa akakuja akasema, wacha nipatie mshahara mzuri kazini. Akakupatia mshahara mzuri. Akakuja akasema, wacha nipatie nyumba. Akasema, wacha nipatie ndoa ikuwe salama. Kila kitu akainvest kwa maisha yako. Ndio ukapata nafasi ukasema, mimi nikiangalia niko salama. Lakini ni Mungu alikuwa ana invest. Sema amen. So wakati ameinvest anasema sasa, wakati nimeinvest kwako, sasa ni jukumu kwako, unafaa uinvest kwa Jehova. Sema amen. Yaani Mungu aliinvest kwako, sasa unafaa uinvest kwa Mungu. Sema amen. Sijui kama tunaelewana. Yaani naongea lugha ya rais, ile tunaweza elewana kwa urahisi. Yaani Mungu aliinvest kwako akakupatia afya mzuri. Mungu akainvest kwako akakupatia kazi. Mungu akainvest kwako akakupatia biashara. Mungu akainvest kwako akakupatia ndoa. Mungu akainvest kwako akakupatia kila kitu yenye ulikuwa unatarajia. Sasa imefika wakati unasema, lazima sababu Mungu ameniinvest kwangu, nataka niilinde afya mzuri yenye Mungu alinipatia. Inajua lazima uilinde hiyo afya mzuri. Lazima uilinde hiyo kazi. Lazima uilinde hiyo biashara sababu Mungu alikupatia. Sema amen. Inajua watu wengine wanasema sasa Mungu atanilindia tena. Mungu alikuinvest nayo, alikupatia, lazima uilinde. Na njia ya kuilinda kama nataka nianze kwa ile rais, njia ya kuilinda kama ni afya mzuri, ukitaka kulinda afya mzuri yenye Mungu alikupatia nayo, lazima utumikie Mungu kwa uaminifu. Lazima ukwe unaenda kesha, unakuja kanisani mapema, unaabudu Mungu, unaomba kila wakati, uwezi sahau kuomba. Hiyo ni kuilinda ila afya mzuri Mungu alikupatia. Sema amen. Wakati utailinda hayo, ndio Mungu anasema huyu mtoto anachua ile kitu anaifanya. Kama ni biashara ama ni kazi unataka kuilinda, lazima uilinde kutoa fungu la 10. Sema amen. Yaani inamaanisha unailinda kazi yako kwa kutoa fungu la 10. Vile unaenda kanisani kuilinda afya yako. Yaani kukucha tu kanisani vile umekucha, kusikiza neno vile mnasikiza mkiwa nyumbani, inamaanisha mnailinda afya zenu yenye Mungu aliwapatia. Wakati unakubaliana na hiyo neno, ndio sasa Mungu anaingilia kati, anasema huyu mtoto anachua kulinda afya yake. Huyu mtoto anachua kulinda afya yake. Sababu gani? Anakuja kanisani mapema, anaomba bila kusimama. Anaomba bila kusimama. Huyu mtoto anachua ile kulinda afya yake. Sababu kukuja tu kanisani vile mumekuja, hiyo ni 100% guarantee mnalinda afya zenu. Kukuja tu kanisani vile mumekuja, kukuja kuomba, hiyo ni ishara kwamba mnalinda afya zenu. Mnahakikishia Mungu ila afya mzuri ulituinvest kwetu. Ndio tunapata nafasi ya kulinda hizo afya kwa kupitia kukuja kanisani mapema. Sema amen. Yaani kama Mungu alikupatia kazi, unamwambia Mungu ulinipatia biashara, umenipatia kazi. Sasa nailinda kazi yangu kwa kutoa fungu la 10. Ukikuja kanisani na wewe uko na kazi na utatoa fungu la 10, inamaanisha uilindi kazi yako. Sio Mungu akuja alinde tena na amekupatia hiyo kazi. Mungu alikupatia kazi na unafaa uilinde hiyo kazi. Unailinda hiyo kazi kupitia fungu la 10. Sema amen. Hiyo ndio kulinda kazi yako. Mungu hawezi shughulika tena. Si alimalizana na wewe? Wakati ulichenga nyumba ya kuku na ukaweka kuku ndani na ukaweka chakula. Tena ukaenda ukailindia kuku kifaranga. Sini kuku kutake care of kifaranga. Yaani anaenda ana make sure kila kitu iko sawa. Sasa Mungu alikupatia kazi. Akakwambia mtoto wangu nimekupatia kazi kwa mikono yako. Sasa wewe mwenyewe kutumia hekima kuilinda hiyo kazi. That is why Mungu anasema akiwa mbinguni, watoto wangu wanateseka sababu ya kukosa hekima. Alikuwa anamaanisha nini kwa lugha ya hapa duniani? Alikuwa anamaanisha watu wamepewa afya mzuri lakini wanalala kwa nyumba wakujikesha. Watu wamepewa afya mzuri
mzuri, lakini wanakaa kwa nyumba wakuchi kanisani. Hiyo ni kupoteza afya mzuri yenye Mungu alikupatia. Anasema lindeni afya mzuri yenye nimeweka ndani mwenu kwa kuingia kanisani mapema. Sema amen. Lindeni kazi zenu. Lindeni kazi zenu kwa kutoa fungu la 10. Sema amen. Yani linda kazi yako kwa kutoa fungu la 10. Hiyo inamaanisha Mungu anasema hayo. Na watu wengi wanaanza kulalama. Anasema sisi tungekuwa na matarajio, lakini Baba wa mbinguni bado hatukupata ya kutoa. Nataka nitakuhakikishia vile Mungu anaweza kukubariki asubuhi ya leo. Na hiyo ndio njia, step ya kwanza, lazima uilinda afya mzuri kwa kuingia kanisani kila wakati. Kama ni Friday lazima uingie kanisani. Kama ni Sunday lazima uingie kanisani. Hiyo ni kuilinda afya yako ikwe salama. Na Mungu ataingilia kati, ataiondoa mateso yote yenye inaweza tesa mwili zenu. Kama ni kazi zenu, biashara zenu, lazima muilinde kwa kutoa fungu la 10. Kama ni ndoa zenu, lazima mutoe sadaka. Watu wengi wanaivunja ndoa zao, lakini hawajui kwa nini inavunjika. Sababu hawajaitolea sadaka ndoa zao. Hiyo ndio Mungu anasema wakati mnaingia kanisani lazima muilinde ndoa zenu. Hiyo kulinda ndoa zenu ni kutolea sadaka ndoa zenu. Hiyo ni harakati ya kufanya kila kitu ikuwe salama. Na hiyo ndio lugha yenye nilisema leo. Hiyo lazima mpate kuelewa, sababu Mungu anasema watoto hawa wanateseka sababu ya kutojua ukweli. Mimi nasema lazima uilinde. Utailinda afya yako, utailinda kazi yako, utailinda ndoa yako. Lakini watu wengi hapa duniani, sema amen, watu wengi hapa duniani kila wakati akiona ndoa inavunjika anasema ni shetani ameingilia kati, lakini Mungu amenisahau. Wakati uliruhusu shetani aingilie kati, wakati unakosa kutoa fungu la 10, inamaanisha unaruhusu shetani aingie kwa kazi yako. Wakati ulikosa kuingia kanisani, inamaanisha uliruhusu shetani aingie kwa afya yako. Wakati hukutoa sadaka, inamaanisha umeruhusu shetani aingie kwa ndoa zenu. Hizo ndio sasa shetani anakuja na tawala, na wewe unalalama kila wakati sababu ya kukosa hekima, na unasema Mungu amenisahau. Kwa nini Mungu amenisahau? Anaona ndoa yangu inaharibika. Kwa nini Mungu amenisahau? Anaona kazi yangu inateseka. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu, Mungu anaweza kuwa anaangalia, lakini anasema ni yeye mwenyewe aliharibu na mikono zake. Nilimwambia aende duniani, nikapatia kazi ailinde kazi yake, lakini alikosa kuilinda hiyo kazi. Sema amen. Yani Mungu anaona mbinguni, lakini uliruhusu. Yani uliruhusu wewe mwenyewe. Ukasema wacha niruhusu waingie. Wakati ulikataa tu kutoa fungu la 10, ndio wakati uliruhusu shetani aingie ndani. Sema amen. Yani ukasema wacha shetani aingie ndani. Shetani akakucha akaanza kuvuruga kazi yako. Unaanza kulia sasa, unasema kwa nini shetani anakucha na vuruga kazi yangu, na mimi naenda kanisani kila Sunday? Kwa nini Mungu hasiona shetani akiingia? Nataka niseme ni wewe mwenyewe uliruhusu shetani akaingia ndani ya kazi, akaivuruga hiyo kazi. Ni wewe mwenyewe uliruhusu shetani akaingia kwa ndoa zenu, akakucha akaivuruga hiyo ndoa. Ni wewe mwenyewe uliruhusu, ukakataa kuingia kanisani, ukaruhusu shetani akaingia kwa afya zenu, akavuruga afya zenu. Sema amen. Sinaona hakuna mahali Mungu anahusika. Kuna mahali Mungu anahusika? Hakuna. Ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Lakini Wakristo wanakosa kupata kuelewa. Wakristo wanasema tu wanataka shortcut. Wanasema hizi vitu ni rahisi. Hizi vitu tu so long as zimeonekana kanisani, sasa vitu zingine itakuwa sawa sawa. Nataka nikuambie lazima ufuatilie. Vile unafuatilia afya yako, ni vile lazima ufuatilie vile Mungu anatenda. Watu wengi wanaipenda shortcut, na hiyo shortcut Mungu haipendi. Anasema watoto wangu, sema amen. Anasema watoto wangu kumbukeni kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio muhimu kwa Wakristo. Hiyo ndio muhimu kwa Wakristo kila wakati.
Ndio nikasema siku moja wakati watoto wa Israeli walijiandaa kupata kutoka Misri, wakasema tunataka tuondoke Misri tuende nchi ya Kanaani. Sasa ndio Musa akamwambia watoto wa Israeli, tutajiandaa, tutaondoka nchi ya mateso tuende nchi ya amani. Sema amen. Akamwambia tunajiandaa tuondoke kwa nchi ya mateso tuende nchi yenye iko na furaha, nchi ya umaskini tuende nchi ya utajiri. Sema amen. Akamwambia watoto wake, hii ndio wakati sasa ya kuondoka. Hii ndio wakati wa kuondoka. Sema amen. Ndio Farao akauliza watoto hawa, mnaweza ondoka sasa? Yaani akaruhusu, akapatia nafasi. Sema amen. Wakati aliruhusu akamwambia, nyinyi watoto wa Israeli, nataka niwaruhusu muende sasa muabudu Mungu zenu. Nikaangalia hiyo neno ikanichenga sana, sababu aliruhusu watoto hawa, akamwambia nitawaruhusu muende mfanye nini? Muabudu Mungu wenu. Sema amen. Hiyo ni Farao alikuwa ananena na watoto wa Israeli. Aliita Musa kwa ukarimu, akamwambia Musa, nakuita Musa, wewe kuja karibu. Musa akaenda kwa Farao kwa polepole, sababu alikuwa anaona huyu ni mfalme. Akaenda akamwambia Musa, nakuomba tu na hawa watoto wa Israeli muondoke, muende muabudu Mungu wenu. Lakini kuna kitu moja Farao alimwambia Musa, lakini akamwambia mali zenu na ng'ombe zenu na kila kitu yenye mlikuwa naso hapa Misri, wachaneni naso. Mtaondoka na mabibi zenu na watoto wenu, muende muabudu Mungu wenu, lakini mali zenu ibaki Misri. Sema amen. Mali zenu ibaki wapi? Mali zenu ibaki Misri. Tatizo unapata Wakristo wameokoka lakini wanang'ang'ana kufanya kazi ya Mungu. Unapata Wakristo wameokoka nasema sisi tunapenda Mungu. Watu wanasema tunapenda Mungu, lakini unapata kwa maisha yao wanang'ang'ana kufanya kazi ya Mungu sababu walisikiza sauti ya Farao. Wakati Farao waliruhusu akamwambia ondokeni sasa muende muabudu Mungu, wakakuwa na furaha ndani ya maisha yao, watu wakashangilia ndani ya maisha yao. Ukaona watu wanasema haleluya, watu wanasema tumeokoka, watu wanasema Mungu anatupenda, Mungu ameturuhusu tutoke kwa Misri, tumetoka kwa ile bondage, sasa tumeondoka tuko Kanaani, tunashangilia kwa uwezo. Anasema tunapenda Mungu, lakini kuna kitu moja alisahau kusema. Wakati waliondoka Misri, alisahau kumwambia shetani, angalia tunaondoka Misri, umeturuhusu tumeokoka, lakini lazima tuondoke na mali zetu. Akasahau hiyo neno. Waliondoka peke yao sababu walikuwa na haraka ya kuondoka. Akamwambia shetani bye bye. Watu waliyemwambia shetani, tunasema asante, umetutesa Misri, lakini tunaondoka sasa, tunaenda nchi ya amani. Watu wakaondoka kwa haraka, lakini walisahau kumwambia Farao, walisahau kumwambia shetani, tunaenda na mali zetu ili tupate tutumikie Jehova. Hizo mali zetu ni ya kwenda kutumikia Baba Yesu. Hayo ndio neno walisahau, lakini tunasema siku ya leo lazima tukile mali zetu ndio tutumikie Jehova. Mungu Musa akamwambia Farao, sisi tutaondoka Yesu, lakini hatutawacha mali zetu, sababu mali zetu ni ya kwenda kutumikia Jehova. Mali zetu ni ya kwenda kutumikia Jehova. Angalia hiyo neno kwa ukarimu. Ndio anamwambia angalieni, mali zetu ni ya kwenda kutumia Jehova. Tutaenda na mali zetu ili tupate tutumikie Jehova. Sema amen. Yani tunaenda yes, tunaondoka. Sema amen. Lakini mali zetu hatutawacha. Lazima tuende nazo, tuende tutumikie Baba Yesu. Sema amen. Yani hatuendi enda kutumika bure. Lazima tukue na mali ya kutumikia Jehova. Watu wengi wanasema tumeokoka, watu wanasema sisi tunapenda Mungu, lakini
lakini hawajakuja na mali zao ya kukuja kutumikia Jehova. Watu wanakuja tu wanasema sisi tunapenda Jehova, lakini hawana mali ya kutumikia Jehova. Ukiangalia kwa kitabu ya Exodus, anamwambia hapana, hatutaondoka vile unasema, lakini lazima tuende na mali zetu. Hizi mali zetu tuko nazo, tunaenda kutumikia Baba Yesu. Sema amen. Najua watu wengi wanasemanga tukiwa na mali zetu ni zetu. Sema amen. Achai sema hizi mali tuko nazo Mungu alitupatia ni ya kutumikia Jehova. Sema amen. Nataka nikusomee hiyo maandiko. Nitasoma tu kwa ufupi upate kuelewa kwa urahisi. Sema amen. Nitasoma kwa Luka ya Kimombo. Then Pharaoh summoned Moses and said, "Go worship the Lord." Ni Pharaoh alisummon Moses akamwambia enda muabudu Mungu. Even your women and children may go with you. Mabibi zenu na watoto wenu waende pamoja nanyi. Only leave your flocks and herd behind. Wachaneni mali zenu ibaki nyuma. Sema amen. Yani mnaweza ondoka muende mtumikie Mungu wenu. Mnaweza ondoka muende mtumikie Mungu wenu. Mnaweza enda na watoto wenu na muende na mabibi zenu. Lakini kumbukeni kuwacha mali zenu ibaki nyuma. Sema amen. Lakini Musa alikuwa mchanja. Akamwambia nini? But Moses said, you must allow us to have sacrifice and burnt offering to present to the Lord our God. Lazima uturuhusu tuende tutoe sadaka kwa Mungu wetu. Hiyo ndio Musa anamwambia Farao. Lazima uturuhusu tuende tutoe sadaka zetu kwa nani? Kwa Mungu. So kumaanisha nini? Kuruhusu kwa Farao kwa watoto wa Israeli waende watoe mali zao, inamaanisha watoke na mali zao. Sema amen. Wakati uliokoka, nataka nikuulize swali. Wakati uliokoka, ulimwambia shetani nataka niende na mali yangu? Ama uliondoka tu Misri na ukakuja nchi ya amani? Nani alimwambia shetani naondoka na mali yangu? Inua mikono yako juu. Kama ulimwambia. Hakuna mtu alimwambia. Yani mliondoka tu mkasema hii ni nchi ya mateso. Yani hii ni nchi ya kisirani. Wacha tuondoke sasa tutumikie Mungu. Sasa mliondoka kuenda kutumikia Mungu na mwili zenu peke yake, ambapo kuondoka kutumikia Mungu na mali zenu. Ungemwambia shetani hiyo siku naondoka na mali ya? Sababu shetani alifunga mali zako wakati yule. Akasema huyu mtoto lazima tuifunge mali zake. Ukaondoka tu kwa Misri, ukasahau kumwambia shetani fungulia mali zangu. Kuna vitu mingi yenye ulikuwa umebarikiwa nao. Mtoto akizaliwa kuna baraka zake ziko mbele zake. Mungu anaweka baraka ya mtoto mbele zake. Anaweka nyumba nzuri, anaweka gari nzuri, anaweka shamba mzuri, anaweka bibi mzuri, anaweka mzee mzuri, anaweka watoto wazuri. Lakini shetani anakuja anaharibu. Kama wewe ulikuwa tu dada mzuri, ungepata ndoa mzuri, upata watoto mzuri, hiyo ndio Mungu alikuwa anakupangia mara ya kwanza. Lakini shetani alikuja akaivunga, na wakati uliokoka ulisahau kumwambia shetani naondoka na ndoa yangu mzuri, naondoka na mali zangu mzuri, naondoka na mali zangu mzuri, ili nipate niende nitumikie Jehova. Mukaondoka tu hivyo hivyo, ndio mali zenu ilibaki Misri. Lakini tutamwambia Baba Yesu, tutarevisit siku ya leo, tumwambie shetani tunahitaji, haijalishi kama yamefunga kwa njia gani. Nasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tuna revisit kwa hiyo anga. Tumwambie shetani siku ya leo, watoto hawa lazima wakwe na amani. Hawa watoto lazima wakwe na furaha. Hawa watoto lazima wakwe na ndoa. Hawa watoto lazima wakwe na magari. Hawa watoto lazima wakwe na magari. Hawa watoto lazima wakwe na kazi.
kazi. Hawa watoto lazima wakwe na biashara. Hawa watoto lazima wakwe na watoto. Hawa watoto lazima wakwe na vya mzuri. Lazima turevisit anga. Tutamwambia shetani utaachilia. Tunaenda kwa anga sao. Tunaenda kukile mali zenu. Lazima mubarikiwe. Haijalishi vile itakuwa, lakini tutaenda kwa anga. Nitaenda kama mtumishi wa Mungu. Malaika watanisaidia. Tunaenda kuibomoa. Tutaenda kuiondoa. Tunamwambia Baba Yesu, haijalishi vile iko, tutarevisit kwa uwezo. Tunaenda kwa anga sao. Tutakilem kwa mali zenu. Lazima muondoke na mali zenu. Mkuje mtumikie Jehova. Hizo mali zenu lazima itumike kwa nyumba hii. Nasema mali zenu lazima itumike kwa nyumba hii. Tunaenda kwa anga sao. Tutakile mali zenu. Lazima mubarikiwe. Lazima muinuliwe. Lazima mubarikiwe. Lazima mkuwe na amani. Lazima ndoa zenu isimame. Lazima kazi zenu isimame. Lazima afya zenu isikuwe salama. Hiyo ni anga za mbinguni. Naitisha malaika za mbinguni. Nachukua imani ya kina Musa na viatu ya kina Michael. Tunaenda kwa anga sao. Tunakile mali zenu. Na mimi nasema Baba yangu, nasema Mesaya, nasema Jehova, naenda kwa anga sao. Naenda kwa anga sao. Tunaiondoa Rabi. Tunaondoa Mesaya. Tunaendea Jehova. Mali sao irudi. Mali sao irudi. Naenda Mesaya. Naenda Jehova. Unisaidie Rabi. Ondoa mali sao. Angalia maisha yao. Maisha ya kuteseka. Yesu wa Nazareti. Mesaya, Mesaya. Mesaya, Mesaya. Oh Yesu wangu. Ondoa sasa. Ondoa mali sao. Ondoa Mesaya. Ondoa mali sao. Ondoa Mesaya. Ondoa sasa. Enda kwa anga sao. Enda Mesaya. Ondoa. Sharina. Wewe ni Jehova. Lazima wabarikiwe. Lazima wakwe na amani. Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu. Utatenda Mesaya. Utatenda Baba yangu. Utatenda Jehova. Lazima watumie mali sao Baba yangu, ili wapate watumike kwa nyumba hii. Roho Mtakatifu utatenda. Utatenda Baba yangu. Utatenda Jehova. Utatenda Baba yangu. Sante Baba wa mbinguni. Sante Roho Mtakatifu. Sante Baba yangu. Sante Baba wa Isaka. Sante Roho Mtakatifu. Sante Baba yangu. Sante, wewe ni Mungu. Tunakupenda Baba yangu. Tunakupenda Roho Mtakatifu. Utatenda kwa anga zao. Utaleta amani juu yao. Utabariki wale wenye wako nyumbani. Wale wenye watasimama kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya assembly Baba yangu. Wakitoa fungu la 10 Baba wa Isaka. Kumbuka tunaenda kwa anga sao Baba yangu. Naona malaika wa mbinguni wameshuka kwa ajili ya hiyo. Wataenda pamoja na imani zenu. Mkiweka imani zenu kwa madhabahu siku ya leo. Mkasimama kwa madhabahu haya siku ya leo. Mkiwa nyumbani mkiweka imani zenu kwa madhabahu. Mkasimama kwa hii madhabahu siku ya leo, mkasema tutatoa fungu la 10. Mkaweka imani zenu mtoe sadaka. Mkaweka imani zenu kusimama na hii madhabahu siku ya leo. Naona malaika wote wameshuka kwa ajili ya hiyo. Wataenda kwa hiyo anga. Wataenda kukile mali zenu. Watu wengi wataondoka siku ya leo kama wamebarikiwa, sababu Baba Yesu amesimama tayari. Anasema lazima iende ifunguliwe mali zenu. Roho Mtakatifu utatenda Baba wa Isaka. Utatenda Mesaya, sababu wewe ni Mungu. Asante Baba yangu kwa watoto wako. Asante wanakungoja Baba wa mbinguni. Utatenda, watasimama kwa nyumba hii. Wataenda